Bana, taarifa inayoshika mitandao mingi sana. Ukienda Instagram, lakini ukienda YouTube na mitandao mingi sana. Lakini pia vyombo vya habari vingi, hususani vyombo vya michezo, kwenye habari za michezo, ni issue ya klabu ya Yanga kushindwa kesi yake ya madai ya kuahirishwa kwa mechi yao ya tarehe 8 mwezi wa 3, yani dabi ya Kariakoo dhidi ya mtani wake Simba Sport Club, ambapo CAS wao wametoa majibu yao ambayo wanaona yalitakiwa yafuatwe. Sasa klabu ya Dar es Salaam Young Africans imeshindwa kwenye kesi yake ya awali iliyofungua kwenye mahakama ya usuluhishi michezoni, yani CAS. Yanga Sport Club katika kesi ya msingi iliyoifungua dhidi ya TFF, bodi ya ligi na Simba Sport Club, imeomba kupewa alama 3 na mabao 3, lakini ikaiomba CAS pia izuie tarehe ya dabi isipangwe mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa, yani ile ya kudai alama 3 na mabao 3 kwa walichosema Simba Sport Club waligomea mchezo wa tarehe 8 March 2025. Walalamikiwa Simba Sport Club, TFF na bodi ya ligi kwenye utetezi wao walipinga Yanga Sport Club kufungua kesi CAS na kuzivuka mamlaka za TFF na za kisheria. Kwenye hukumu, CAS wamekubaliana na Simba Sport Club, TFF na bodi ya ligi kwamba wao CAS hawana mamlaka ya kuzuia kupangwa kwa tarehe ya dabi, lakini pia wamekubaliana na walalamikiwa kwamba wao CAS hawana pia haki ya kushughulikia jambo hili kabla halijapitia kwenye mamlaka za kisheria za TFF. Hivyo kwa hiyo kinachotakiwa ni shauri la Yanga kupigwa chini, na sasa TFF na bodi ya ligi wako huru kupanga tarehe ya dabi na itapigwa kama kawaida. Kwa hukumu hii, Yanga wakigomea kucheza dabi itakapopangwa, maana yake ni kwamba watapokonywa alama 15. Wako tayari kwa hilo? Ni swali ambalo wote tunajiuliza. Lakini msimamo wao ulikuwa hakuna kucheza hiyo mechi, lakini walikuwa wanategemea CAS ambako wamepigwa za uso, tena pamoja na lundo la mawakili walioorodheshwa huko CAS. Dabi haina kipengele uje nacho wewe mwenyewe. Ili sakata linaonekana bado limekuwa ni kubwa na bado linaendelea kushika vyombo vya habari, na ni jinsi gani ambavyo hili sakata linaweza likaisha. Wote tunaendelea kusubiri tuone ni kipi ambacho kitaweza kutokea katika hili. Lakini wakati huo huo Yanga kama Yanga wao mpaka sasa hivi hawajatoa chochote au hawajasema chochote ambacho kulingana na ili andiko limetoka CAS wao, lakini kwamba wanaweza labda waka appeal tena ili kuweza kurudisha tena CAS kwa ajili ya kuangalia ni jinsi gani ambavyo wanaweza kaisolve hii. Bado mpaka sasa hivi Yanga hawajasema chochote, wapo kimya. Naamini hizi taarifa zimewafikia na naamini wanazifanyia kazi. Kwa ninavyowajua Yanga mimi, hili haliwezi kuishia hapa. Yanga wana viongozi walioelimika, wenye elimu kubwa sana. Hata kama hili linaonekana kama wamefeli, lakini kuna namna ambavyo naamini Yanga watarudi tena na comeback ya ajabu. Mwisho wa siku wakifanikiwa kushinda hili, watakuwa wameshajisafisha. Mawakili ambao wanasimamia klabu ya Yanga watakuwa wamesafisha ofisi yao, lakini pia taasisi ya Yanga itakuwa imeshajisafisha kutokana na hiki ambacho kinaendelea. So naamini Yanga watarudi na comeback ya ajabu na wanaweza wakafanya wonders na kila mmoja akashangaa, japo sasa hivi wanaonekana kama ni aibu, wameaibika kwa kile ambacho kimetokea. Kwa maana hiyo
wao walistahili labda waanzie kesi zao TFF, lakini kwa sababu Yanga pia toka mwanzo wamesema hawana imani na TFF wenyewe, ndio maana wakaamua kupeleka kesi yao mbele zaidi CAS, lakini CAS na wenyewe wamewarudisha tena TFF. Sasa Yanga wataamua nini juu ya hiki ambacho kinaendelea? Wataamua kwamba hiyo kesi iishie hapo hapo, au wao wataanzisha tena kesi nyingine na kuipeleka mbele zaidi? Tusubiri tuone. Lakini maoni ya wafuatiliaji na wanamichezo wengi, kuna huyu yeye anasema maneno ya mtandaoni ni ya kwenda nayo kwa akili sana, lakini mwingine akasema naona jina la Nyuma Mwiko linaakisi kabisa kilichomo pale Yanga, yani hata akili haipo nyuma. Ni kwamba anazungumzia jinsi gani ambavyo wameshindwa. Lakini mwisho mwingine huyu akasema kazi ya mjinga ni kuumia Nyuma Mwiko. Lakini mwingine akasema Kiingereza kigumu, aliyesema imeshindwa kesi nani? Wameshauri, si kwamba wamehukumu. Ni kweli hapo ukiangalia, si kwamba CAS labda wamewahukumu Yanga kwamba wameshindwa hiyo kesi, hapana, ila wamewashauri Yanga kwamba hii kesi ilibidi waianzie TFF kwanza, kwenye mahakama za usuluhishi za TFF, ndipo wapeleke, baada ya kushindwana ndipo wapeleke CAS, lakini si kwamba wamewahukumu kwamba Yanga wameshindwa kesi hiyo. Lakini mwingine akasema tatizo mwandishi hajaelewa. Kwa maelezo hayo ni kwamba CAS wametoa hukumu au wamesema hawana mamlaka ya kuisikiliza kwa sababu Yanga wameluka hatua. Alafu mwandishi anasema Yanga wamepigwa za uso. Kivipi? Wakati wao wamesema Yanga ilibidi waanzie TFF, kwa maana wamewambia Yanga ni wapi pa kuanzia ili kuweza kusovu kesi hiyo. Lakini mwingine akasema wamehapa hawachezi, ngoja tuone. Wakati mwingine akasema bodi walipelekewa malalamiko na Simba, wakawajibu ndani ya masaa 5, lakini wakajibiwa mpaka sasa, hawakujibiwa mpaka sasa, ndiyo maana waliona bora waende CAS. Lakini mjue bodi na TFF ndo wakifanyia hivyo Yanga uhuni kwenye hili sakata kwa makusudi. Karia aliingilia maamuzi ya bodi kabla hata ya Yanga kujibiwa na kusema hakuna wa kujiudhuru na mechi itapangiwa tarehe nyingine bila kuwasikiliza upande wa pili ambao ndo wenyeji wa mchezo kiujumla. Karia na Mguto lao moja. Angalia hata sasa Simba viporo alivyoachiwa ni vingi tofauti na Yanga kipindi kile ambacho inashiriki mashindano ya kimataifa. Lakini mwingine akasema Mwamba anatumia akili sana. Ukweli wa hukumu ya dabi ya Kariakoo CAS. Akaanza kwa kusema kwanza, sio kweli kwamba Yanga wameshindwa kesi ya CAS. Kilichoamliwa na CAS ni kesi hii isikilizwe kwanza kwenye kamati za ndani za shirikisho la mpira TFF. Kilichofanya CAS washindwe kuisikiliza kesi ya dabi ni kukosekana kwa document ya hukumu ya ndani ya TFF kwenye kesi ya msingi. CAS ni mahakama ya rufaa, na ili isikilize kesi ni lazima kuwe na maelezo yote ya kesi kwenye mamlaka za ndani na hukumu zake zilivyo. Huyu amejaribu kufafanua. Lakini wa mwisho kabisa yeye akasema Simba ni TFF na inabebwa hadi huko CAF. Msishangae hili kutokea. Kumbuka goli lao dhidi ya Wasauzi, VAR ilifanya nini? Haya, kule kwao kilitokea nini? Haya, rudi nyuma, Sundowns vs Yanga, goli lao liliangaliwa kwenye VAR. Huyu amejaribu kujiuliza na kufikiria juu ya hiki ambacho kinaendelea. So hayo ndo ambayo yanaendelea mpaka sasa hivi. Sasa hatujajua Yanga watarudi na comeback ya aina gani, lakini
ukweli ni kwamba CAS wamerudisha barua hiyo na wamewambia Yanga au wamewashauri Yanga kesi yao ianzie kwanza kwenye mamlaka za TFF, baada ya kushindwana ndipo shauri lao walipeleke CAS.